Yesu asifiwe, watoto na watumishi wa Mungu, na wasalimu nyote katika jina lake Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninamshukuru Mungu ambaye ametupa tena wakati huu na nafasi hii na majira haya kupitia ukurasa huu tupate kusoma neno la Mungu na tupate kutafakari mambo machache ambayo Mungu ametupa katika siku ya leo. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari ule wa 24, Biblia inasema hivi: Ndipo Sauli akamwambia Samueli, nimefanya dhambi, maana nimeihalifu amri ya Bwana pia na maneno yako, kwa sababu naliwaogopa wale watu, nikaitii sauti yao. Neno hili la Mungu linatukumbusha umuhimu mkubwa sana wa kuitii sauti ya Mungu kuliko sauti za wanadamu. Baadhi ya watu wamefanya mambo katika hali ya kuwafurahisha na kuwaburudisha wanadamu ambao baada ya hapo hapakuwa na namna ya hao wanadamu kuwasaidia. Kumbuka kwamba unaweza ukafanya mambo ambayo yanaweza yakamuumiza mtu au yakawaumiza watu kwa sababu unatekeleza aina fulani ya amri. Sauli hakupoteza nafasi tu ya ufalme. Hata watoto wake hakuna mmoja aliyewahi kukaa kwenye kiti cha kifalme. Zaidi sana ni mjukuu wake aitwaye Mefiboshethi ndiye aliyepata nafasi ya kuja kurithi mali ya baba yake marehemu Jonathani na babu yake Sauli. Kwa kuwatii watu unaweza ukajikuta umeingia kwenye njia ambazo hazitakufarakanisha tu na Mungu, bali zitakufarakanisha na watu mbalimbali, zitakufarakanisha na jamii. Biblia inasema, Sauli anasema waziwazi aliwaogopa wale watu. Huyu alikuwa ni mkuu, akawaogopa watu, akaamini kwamba pasipo hawa watu hakuna namna ya yeye kuendelea kuishi. Lakini ili Sauli atiwe mafuta awe mfalme katika nchi, ni Mungu mwenyewe ndiye aliyemchagua. Sasa ikiwa Mungu amekupa nafasi, ikiwa Mungu amekuchagua mahali fulani utumike na ufanye kile ambacho Mungu amekikusudia, kifanye tu kwa utukufu wa Mungu, kifanye tu kwa mapenzi ya Mungu, kwa sababu iko neema ya Mungu itakayo kulinda. Haijalishi kwamba nyuma yako kuna wakina nani, mbele yako kuna wakina nani. Sikiliza maneno ya Sauli ambayo yalimuondoa kabisa kwenye ramani ya uongozi na nafasi aliyokuwa nayo. Sauli akamwambia Samueli, nimefanya dhambi. Jambo la kwanza alikiri kwamba amefanya dhambi, lakini kuelekea kutubu dhambi kwake kulikuwa mbali kidogo. Akasema hivi, maana nimeihalifu amri ya Bwana. Kwa hiyo anajua wazi kwamba ameihalifu amri ya Mungu. Usifanye jambo huku ukijua kwamba unamkosea Mungu useme nitatubu baadaye. Hauwezi jua kifo chako kina umbali gani na wewe. Akasema nimeihalifu amri ya Bwana. Kwa nini ameihalifu amri ya Bwana? Akasema pia na maneno yako. Maana yake kulikuwa na maonyo. Kwa hiyo Mungu anapokupa onyo, ni vizuri zaidi na ni heshima zaidi kwako kusikiliza maonyo ya Mungu kupitia mtu, kupitia yule mtumishi ambayo Mungu amemweka mbele yako. Kwa nini? Maonyo ya Mungu yanapokuja kwenye maisha yetu ni ili yaweze kutusaidia. Anasema, kwa sababu naliwaogopa wale watu, nikaitii sauti yao. Unaitii sauti ya nani? Unamwogopa nani? Mwanadamu au Mungu aliyesababisha ukaweko pale ulipo? Sikiliza rafiki, mwana wa Mungu, popote pale ulipo, ninachotaka niseme na wewe, katika majira na wakati tulio nao, tunafaa kuijenga hofu yetu na mashaka mengi makubwa kwa Mungu, kwa sababu kila mwanadamu ana mwisho wake, na kila mwisho wa mwanadamu ndio utendaji na utekelezaji wa kile ambacho kimeandikwa, ya kwamba baada ya kifo ni hukumu. Umejiandaa kwa namna gani ya hukumu utakayokutana nayo mbele
za uso wa Mungu? Umeogopa watu? Umeacha kusema habari ya dhambi kwa sababu wao ni wakina nani? Sikiliza, kama hautaokoka ukampa Yesu maisha yako, ukamwamini awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukafikiri tu pale ulipo panatosha, dhehebu lako alikupeleki mahali popote. Na kama hata mchungaji wako hajakwambia au kiongozi wako wa nyumba ya ibada hajakwambia Yesu ndiye njia ya kweli na uzima, wacha nikuambie leo, mahali popote unaponifuatilia kupitia ukurasa huu, Yesu ndiyo njia ya kweli na uzima, na hakuna mtu atakayemuona Mungu kama hakuokoka. Kwa hiyo kuokoka kwako, kumpa Yesu maisha yako, yani unapenda haupendi, hivyo ndivyo ilivyo. Na kama unabisha, jiulize, kati ya manabii na mitume waliokuja katika hii dunia, ni nani ambaye alikufa, alisema nitakufa na siku ya tatu nitafufuka, kama sio Yesu peke yake? Wacha kiburi. Dhehebu lako wala dini yako haikupeleki mbinguni. Yesu peke yake. Nafasi ulionayo, siku moja utateremka, kwa sababu hiyo ni ngazi tu umepanda. Iwe ni kanisani, iwe ni nje ya kanisa, nafasi ulionayo ni ya muda. Utateremka kama sio kuteremshwa. Lakini akikupandisha Yesu mwenyewe, akikupandisha Mungu mwenyewe, hakuna mtu wa kukushusha. Chagua njia iliyo sawa. Usiwaogope wanadamu. Waambie Yesu ndiyo njia ya kweli na uzima. Yeye anawapenda, yuko tayari kumwokoa kila mmoja. Na Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Amen.